Moja kati ya kitu ambacho kimekuwa ni adimu sana kwenye game ya mziki kutokea kipande cha Tanzania, basi ni kupata zile talent ambazo zinatoka tu mara moja alafu zinakuwa na ngoma kali. Sizungumzii kwamba huko nyuma zilikuwa zifanyi movement, lakini nazungumzia kwenye uso wa media zote, lakini pia mainstream. Watu wanaingiaje kirahisi kwa ngoma moja, na kuletea wasanii watatu ambao wenyewe walifanya poa sana walivyoingia kwenye game, na nyimbo zao zilikuwa kubwa na zikafanya maajabu ya kutosha. Wote niambia ni nani ni mkali kati ya watatu, nani alitisha? Namba moja, niko na mtu mzima Lord Music. Huyu mshikaji alitoka na ngoma yake inafahamika kwa jina la Kubali, moja kati ya ngoma ambayo ilishika masikio ya kila mtu, na ni ngoma fulani hivi ambayo of course ilifanya poa sana. Namba mbili, niko na mtu mzima J Combat, moja kati ya wasanii ambao walitokea tu ghafla bin vu, wakaweza kuteka hisia za watu wengi sana, hususa ni kwenye ngoma yake ambayo ilichukua mabao makubwa sana kwenye vilabu. Tulikuwa tunazungumzia hususa watu wa mitungi nini gambele, wanaelewa kitu gani ambacho nazungumzia. Wivu hii hapa ya mtu mzima J Combat ilifanya poa sana na ilikuwa ni noma. Lakini pia namba tatu, niko na mtu mzima ambaye yeye ameonekana kufanya poa sana, mzungumzia Dogo Pattern. Ngoma yake inajulikana kwa jina la Afande, imekuwa ni kama dawa kwa kila mtu. Wa Tanzania wengi wamekuwa wakiipenda hizi ngoma tatu: Kubali, Wivu, Afande. Ni ngoma gani ambayo kwa upande wako unasema hii ngoma imebadilisha maisha ya msanii fulani na imeshika kasi mtaani kwa kasi kubwa sana? Ni ngoma gani kati ya hizi tatu? Drop comment yako chini, utakometisha kinoma noma. The PVROBBY, that is my name. Bye bye.